Ni katika hija ya wanawake wa Katoliki Tanzania iliyofanyika Jimbo Katoliki la Bagamoyo. Akitoa homilia yake kwenye adhimisho la misa takatifu ya hija ya wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA jimboni humo, Mwashamsana Askofu Jude Tadeus Ruwaichi amesema wanadamu wa mwanzo walikubali kutenda dhambi licha ya upendo aliokuwa nao kwao. Kwa hiyo Adamu badala ya kusema nisamehe Mungu wangu, kwa kifupi anamwambia Mungu, huyu mwanamke wako uliyemleta akae nami ndiye tatizo, ndiye ameniletea tunda akanishauri nile. Hapo nimeshasema hapo nyuma kwamba Mungu ni huruma. Mmesikia kama Mungu analumbana na Adamu kumwambia acha uongo wako? Halumbani naye, anamwacha na umaskini wake kwanza, alafu anamgeukia Eva, binti yangu vipi? Na Eva sio tofauti na mumewe. Eva naye anatafuta bangusiro, anatafuta nani ambebeshe lawama. Na kimsingi anamwambia Mungu, na ni kama anamlaumu Mungu pia, huyu nyoka wako huyu uliyemuumba wewe ndiye amenifanya nionje tunda hilo na likamuonjesha na mume wangu. Kwa hiyo ole wako kwa kuumba nyoka. Alafu Mungu anaanza na nyoka. Maana nyoka sisi wanadamu, nyoka kwa asili tunamuona kama ni kiumbe ovyo sana, kiumbe wa kukimbizwa na kuuawa, lakini kwa asili ni kiumbe ambaye ana maana pia. Nyie mnaojali mazingira, kwenye mazingira yenu mkiua nyoka wote, panya watawasakama mpaka kieleweke. Kama hamjui sheria za mazingira, kila nyoka utakayemuona wewe ua, utavuna panya mpaka ushangae. Kwa hiyo kwa asili yake nyoka ana wasifu wa kuhifadhi mazingira, analeta uwiano, lakini pia nyoka anawakilisha nguvu za uovu. Stella Rwegasira ni mwenyekiti wa WAWATA Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, na Lucy Kamba mwenyekiti wa WAWATA Bagamoyo wamesema limekuwa jambo la baraka hija hiyo kufanyika kwa mara ya kwanza jimboni humo. Leo sio siku ya hotuba, ni siku ya furaha sana, na washukuru wote kwa namna tulivyoshiriki, na kweli imeonekana kwamba ni majasiri. Maana maneno alikuwa mengi ya kutisha. Mara unaambiwa mwenyekiti jitahidi, wasiwasi ndio akili. Wasiwasi ndio akili inakujaje sasa katika hija? Nikaona hii twendeni tu hija. Baba, tumekuja na tunashukuru sana. Nawashukuru sana vyombo vya habari wenzetu ambao walikuwa wanatufuatilia huko, wamehiji wakiwa nyumbani. Basi jamani, WAWATA mambo yote ni mazuri, hija imekwenda vizuri na wenzetu tumepata bahati. Sisi ndio wale WAWATA wa kwanza kufanya hija ya kwanza katika jimbo la Bagamoyo, tukiwa Bagamoyo, lakini hija ya kwanza katika jimbo la Bagamoyo, na tumepata bahati nzuri ya kuwa na baba askofu wawili kwa pamoja. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hija ya mwaka huu imefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Tunamshukuru Mungu. Tumeshirikiana na jimbo la Dar es Salaam. Katibu wa WAWATA Dekania Mtakatifu Agustino Mbezi Luis, Catherine Mwigira, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, na Mama Febronia Kapinga ni baadhi ya maujaji ambao wameeleza furaha ya hija hiyo kufanyika jimboni humo. Namshukuru Mungu na tumemsikia baba askofu ameweza kutueleza jinsi gani kwa mwaka huu tumeweza kuadhimisha hija hii kwa heshima ya Mama Bikira Maria, na kama tulivyosikia katika masomo yetu ya leo, tumesikia kutoka kwenye somo la kwanza, lakini pia tumesikia kutoka pia kwenye Injili, tumeelezwa sifa za Mama Bikira Maria
jinsi alivyoweza kuishi, lakini pia tumeaswa sisi kama kina mama tuweze kuishi na kuenenda kufuata nyayo ya Bikira Maria, kwa maana ya kufuata maisha ya mama Bikira Maria. Kwa hiyo tuishi kwa matendo yetu ili yaendane, yafanane sawa sawa na mama Bikira Maria, yaweze kutujenga zaidi. Hija yetu imekuwa ni nzuri, tumesafiri salama, tumefika salama, tumeanza kipindi kwa kusali rozari. Safari hii semina haikuwepo, ni mwendo ulikuwa wa rozari ya matendo ya huruma na Fatima na tafakari kidogo. Awali, askofu wa jimbo Katoliki la Bagamoyo Mwasham Stefano Musomba amesema neno la Mungu linapaswa kuwa sehemu ya kuwakumbusha waamini dhamira ya wajibu na maadili ya Mkristo. Niwatakie yote mema. Kwanza Baba, tunamshukuru sana kwa neno lake leo. Nadhani limeamsha sana dhamiri zetu, kwa sababu wakati fulani dhamiri hizi ndizo zinatukumbusha wajibu wetu na maadili yetu kama Wakristo waumini. Wakati mwingine tunapoteza mwelekeo, tunapotea katika giza. Tunaungana na watu wengine kwa kuongea hovyo tu bila kuelewa tunaongea nini. Hija hiyo ambayo ni ya kwanza kufanyika tangu jimbo hilo lilipotangazwa kuwa jimbo la Bagamoyo imejumuisha wanawake wa Katoliki Tanzania kutoka jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam na Bagamoyo ambalo limekuwa jimbo mwenyeji. Taarifa hii imeandaliwa na Edvesta Tarimo na kusomwa kwako nami Christian Liezia. Habari za Kanisa.